Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, karibu sana katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii hutupa mafundisho ya neno la Mungu na kutusaidia katika siku za mwisho namna ya kuweza kushinda vita vya kiroho. Nimegundua watu wengi ni waombaji, lakini kinachopungukia ni maarifa ya kiroho yatakayoweza kuwasaidia katika uombaji wao waweze kutoka katika changamoto au vita wanavyopitia au wanaopitishwa na yule mwovu shetani au wachawi katika ulimwengu wa roho. Tulikuwa na somo ambalo nimefundisha kwa habari ya anga la kiroho. Somo hili nikafundisha kwa habari ya falme 6 za shetani, na nikafundisha ufalme wa kwanza, nikasema ni ufalme wa mkuu wa giza. Ufalme wa pili nikasema ni ufalme wa malkia wa anga. Ufalme wa tatu nikasema ni ufalme wa majini. Ufalme wa 4 nikasema ni ufalme wa manabii wa uongo. Ufalme wa 5 nikasema ni ufalme wa mkuu wa anga. Ufalme wa 6 nikasema ni ufalme wa joka. Hizi ni falme 6 zinazokuwa hapa duniani, lakini pia kuna falme 6 zinazokuwa kuzimu, ambao ni majemedari 6 wa kuzimu. Sasa leo nataka nifundishe kwa habari ya ufalme wa mkuu wa anga. Ufalme wa mkuu wa anga. Na katika hizi falme leo nataka nifundishe ufalme wa mkuu wa anga. Wengi umeshasikia kwa habari ya mkuu wa anga. Wengi umeshasikia kwa habari ya mkuu wa anga. Na wengi unapokuwa umeingia kwenye maombi, huwa unaomba namkamata mkuu wa anga, namshusha, nampiga, namsambaratisha, namwangamiza mkuu wa anga. Umeshasikia kwa habari ya mkuu wa anga. Hongera sana. Lakini leo nataka usipomwelewa mkuu wa anga na ukapambana na mkuu wa anga, kuna watu wanapata mashambulizi makubwa sana. Kwa nini? Unaenda kupambana na mkuu wa anga, biashara inaharibiwa. Unapambana na mkuu wa anga, ajali inatokea kubwa. Unapambana na mkuu wa anga, ndoa inavunjika. Unapambana na mkuu wa anga, unapata mashambulizi ya magonjwa. Ulikuwa tu unapiga na kushusha mkuu wa anga, unapata mashambulizi ya magonjwa mazito. Kwa nini? Mamlaka unayo kumpiga mkuu wa anga, lakini kabla hujamshambulia lazima ujue mkuu wa anga ni nani, anafanya kazi gani katika ulimwengu wa roho. Tutaanza kama ifuatavyo. Neno mkuu maana yake ni mkubwa, mtawala wa eneo fulani. Na unaposikia neno mkuu, yuko juu, kuna vikosi ambavyo anaviongoza chini yake. Kuna vikosi ambavyo huyo mkuu wa anga anavioperate chini yake. Kwa unaposikia mkuu wa anga, tayari kuna vikosi ambavyo anaviongoza chini yake. Maana yake ni mkubwa. Kama unavyoona mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa chini yake kuna RPC, RCO wako chini yake. Kuna mkuu wa wilaya DC yuko chini yake. Kwa anaweza akawaamrisha shughulikieni fulani. Ndivyo mkuu wa anga, yeye chini yake ana majeshi mengi. Kwa unaposema tu napambana na mkuu wa anga, inakuwa ni ngumu, kwa sababu yeye anakuwa na majeshi chini yake. Wale wachawi wote wa ule mtaa, wachawi wote wa lile eneo wanakuwa chini yake. Tutaanza kujifunza
Neno hili sio geni hasa katika macho yako au katika masikio yako, mkuu wa anga. Na wengi wamefundisha kwa habari ya mkuu wa anga, lakini mimi nafundisha kwa namna pekee ambayo utapata mbinu za kupambana na ufalme wa mkuu wa anga. Mkuu wa anga amebeba ufalme, kabeba ufalme, na katika falme ziko falme kuu mbili. Kuna ufalme wa Mungu wa mbingu na nchi, na kuna ufalme wa Shetani. Kwa mkuu wa anga amebeba ufalme wa Shetani, ni mkubwa katika ulimwengu wa roho ambaye anatawala kwenye ufalme wa Shetani. Sasa hapa sasa, koja kwanza tuangalie katika kitabu cha Danieli sura ya 10 kuanzia mstari wa 11 ili nije nikuchambulie huyu mkuu wa anga anaongoza vikosi gani, silaha zake ni silaha gani, ana uwezo gani katika ulimwengu wa roho, anakaa kwenye anga, anafanya nini? Je, makao yake yako kwenye anga? Hebu tuangalie kwenye Danieli sura ya 10 na mstari ule wa 10 wa Danieli sura ya 10 mstari wa 10 mpaka mstari wa 11 mpaka 12. Danieli sura ya 10 mstari wa 11 mpaka 12. Akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, fahamu maneno ni kuambiayo. Akasimama kiwima wima, maana kwako ukasimame kiwima wima, maana kwako nimetumwa. Sasa na aliponiambia neno hili, nilisimama nikitetemeka. Huyu ni malaika anamwambia Danieli. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Mstari wa 13 anasema, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja hao wakuu, mbele akaja kunisaidia, nami nimemwacha huko pamoja na mkuu wa Uajemi. Sasa hapa tunaanza kuona, anasema mkuu wa Uajemi, anasema alinizuia muda wa siku 21. Kumbuka, katika ufalme wa Shetani anategemea sana mkuu wa anga, na ndio maana hapa anasema mkuu wa ufalme wa Uajemi. Hapa ilikuwa anayemiliki, anayetawala anga la Uajemi alikuwa ni mkuu wa anga wa Uajemi. Sasa leo hatuko katika nchi ya Uajemi au eneo la Uajemi. Leo tuko Tanzania, au katika nchi unayoishi wewe, labda ni Kenya au Mbeya, ni Kenya au Kongo au nchi yote tu, Ethiopia au Somalia au Marekani. Katika nchi huwa kuna mikoa. Sasa ile mikoa unavyoona katika nchi huwa kuna mikoa. Sasa ile mikoa unayoiona, kama unavyoona utaratibu wa kimwili, kuna mkuu wa mkoa, kuna viongozi wa kimwili, ndivyo ulimwengu wa roho wa giza una utaratibu na wenyewe pia. Katika ulimwengu wa roho wa giza unaweza ukaingia sehemu, kuna balozi wa mtaa, kuna mwenyekiti wa mtaa, kuna afisa mtendaji, kuna mkuu wa wilaya, kuna mkuu wa mkoa, unaenda hivyo mbele paka kuna wabunge. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho wa giza. Hawa wakuu wa anga huwa wana kazi moja tu kubwa, ni kutawala anga, ni kutawala anga. Na anga analotawala ni anga la eneo ambalo tuseme ni jimbo au ni mkoa. Sikiliza nikwambie, tofauti ya mkuu wa anga na mkuu wa giza. Mkuu wa giza anatawala kwenye eneo. Mfano, unaweza ukasema Manzese
ina mkuu wake wa giza. Unaweza ukasema Mabibo ina mkuu wake wa giza. Unaweza ukasema labda maeneo ya Mbagala rangi tatu ina mkuu wa giza. Labda unaweza ukasema maeneo ya Msimbazi ina mkuu wake wa giza. Lakini kuna mkuu ambaye anatawala Dar es Salaam yote. Sasa yule mkubwa anayetawala Dar es Salaam yote huwa anaitwa mkuu wa anga. Maana yake anatawala lile anga lote. Sasa mkuu wa anga, tofauti yake katika ulimwengu wa roho, mkuu wa anga tofauti yake katika ulimwengu wa roho, anatawala eneo au jimbo la lile eneo. Mfano, kuna mkuu wa anga wa Arusha, kuna mkuu wa anga wa Arusha, na kuna mkuu wa anga wa Mbeya, kuna mkuu wa anga wa Dar es Salaam, lakini pia kuna mkuu wa anga wa Mwanza, lakini pia kuna mkuu wa anga wa Dodoma, kuna mkuu wa anga wa Singida. Kumbuka, vitu hivi vinavyofundisha ndio siri za ulimwengu wa roho wa giza. Sasa huyu mkuu wa anga anapotawala, utawala wake wote, huyu mkuu wa anga unakuwa kwenye hilo anga la eneo analotawala yeye. Kumbuka, mkuu wa anga ana mamlaka kuu katika eneo analotawala. Kama anatawala Mbeya, mkuu wa anga wa Mbeya ana mamlaka kuu ya eneo la Mbeya. Kama ni mkuu wa anga wa Dar es Salaam, ana mamlaka wa hilo eneo lake la Dar es Salaam. Huwa hawaingiliani kikazi. Kwa mfano, mkuu wa anga wa Moshi akitaka kuja Arusha, lazima atoe taarifa kwamba nataka nije kwenye eneo lako, nataka nije kwenye sehemu yako, nataka nije kwenye eneo lako. Lazima atoe taarifa. Wanaheshimiana sana katika utendaji wa kazi. Sasa huyu mkuu wa anga huwa wanaheshimiana sana katika utendaji wa kazi. Kwa hiyo mkuu wa anga wa Mwanza hawezi tu kuingia Dodoma, lazima kwanza atoe taarifa kwamba ninakuja Dodoma kwa kazi 1, 2, 3, 4, 5. Akiondoka tu mkuu wa anga wa Dodoma akaenda Mwanza bila kutoa taarifa, watapigana sana kwenye anga, watashambuliana sana kwenye anga. Sasa kazi ya huyu mkuu wa anga ni nini? Kazi ya huyu mkuu wa anga ni nini? Mfano, unasema mkuu wa anga anaweza akatoka kwenye eneo lake kumfuatilia mtu. Ndiyo, mkuu wa anga anaweza akakushikilia kibiashara, uchumi, mafanikio. Sasa unapohama kwenda mkoa mwingine, huwa anatafuta namna akufuatilie, lakini hawezi akaingia moja kwa moja kwenye anga la mwingine mpaka atoe taarifa kwamba namfuatilia mtu fulani, anatakiwa kuendelea kufuatiliwa, kuingizwa mateso, shida na tabu. Yule ndo amruhusu. Asipomruhusu, mkuu wa anga mwingine watagombana. Sasa mkuu wa anga ana kazi gani? Kumbuka, tunaona huyu neno tu mkuu wa anga ana kazi gani? Sasa kwanza niseme hivi, mkuu wa anga ni mtu, sio kwamba ni shetani fulani. Ni mtu kabisa ambaye anakula, anakunywa, anavaa, anaishi. Ni mtu, ni mchawi mkubwa aliyetoa kafara nyingi, ameua ndugu zake, makaburi amejaa tu pale nyumbani, amemwaga damu, makafara ametoa, kasababisha ajali nyingi, watu wamekufa. Kwa hiyo kuna wakati sasa wanakaa chini, wanawaita wachawi wote wa huo mkoa, alafu wanaona katika ulimwengu wa roho kupitia nyota zao kwamba fulani anatakiwa kuwa mkuu wa anga. Wanapiga kura fulani awe mkuu wa anga.
Asa mkuu wa anga anapoongelea sio kwamba ni shetani fulani hivi, ni mtu ambao mtu yule anakuwa na roho ndani yake sio ya kawaida, ambayo ni kama mtu anavyokuwa mchungaji au anavyokuwa mtumishi. Anapojawa na Roho Mtakatifu anakuwa ni mtu wa kawaida, mwili ni wa kawaida, lakini roho iliyo ndani yake sio roho ya mtu wa kawaida. Ndivyo mkuu wa anga ni mtu wa kawaida, lakini amejitoa sadaka kwa shetani. Kwa hiyo ametoa sadaka nyingi kwa shetani. Kwa hiyo amepewa uwezo wa giza wa kutawala anga fulani, anga la eneo au mkoa anakoishi. Kwa hiyo huyu mkuu wa anga kazi yake ni kuendesha majeshi ya falme za wachawi. Kazi yake ni kuendesha majeshi ya falme za wachawi, wachawi wote wa huo mtaa au wa mitaa midogo midogo, labda mtaa wa Morombo, labda mtaa sijui wa kwa Mrefu, labda mtaa sijui wa wapi. Au wachawi wote wa huo mkoa wanakuwa chini ya huyu mkuu wa anga. Pia anaongoza vikosi vya majini. Kazi yake ni kutuma majini, nenda kamharibu maisha fulani, karibu ndoa fulani. Ni huyu mkuu wa anga. Huyu mkuu wa anga anakuwa na uwezo mkubwa sana katika ulimwengu wa roho kuendesha mkoa mzima. Yaani kazi yake ni kuongoza mkoa mzima. Kuna wachawi ambao wanaongoza mtaa, lakini kuna wachawi ambao wanaongoza mitaa, lakini mkuu wa anga anaongoza mkoa mzima. Kama ni Mbeya, kama ni Arusha, kama ni Mwanza, mkuu wa anga anaongoza mkoa mzima. Kazi yake yeye ni kutawala kwenye anga. Ndio maana wakati unaingia kwenye kuomba kwamba Baba, katika jina la Yesu nasimama mbele zako, na kamata huyu mkuu wa anga, nampiga. Kabla hujampiga mkuu wa anga, kabla hujamshambulia mkuu wa anga, huwa yeye amezungukwa na majeshi. Kwa ujaona mtu anaenda kumpiga mkuu wa anga, mambo yanaanza kuvurugika: biashara, kazi, uchumi, ndoa, familia, ajali. Unapata ajali kwa sababu gani? Kwa sababu mkuu wa anga, wakati unaanza ile eneo unaloomba tu mwenyewe lina wachawi ambao yeye yuko anawaongoza. Kama ni eneo la kata, eneo la kijiji, ana wachawi ambao wanaongozwa na mkuu wa anga. Eneo la kata lina wachawi ambao wanaongozwa na mkuu wa anga. Eneo la wilaya lina wachawi ambao wanaongozwa na mkuu wa anga. Eneo la mkoa lina wachawi ambao wanaongozwa na mkuu wa anga. Kwa unapoenda kupambana na mkuu wa anga, huwa chini yake anatawala zile falme za wachawi wote, makundi yote ya kichawi chini yake mkuu wa anga anayatawala. Kwa ndio maana nafundisha vitu hivi ili unapoingia kwenye maombi wasikuzuru. Ndio maana nafundisha vitu hivi, unapoingia kwenye maombi wasikuzuie. Asa huyu mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho anakuta ana uwezo wa kutawala wale wachawi wote wa huo mtaa, wa hilo eneo, wa huo mkoa. Kazi yake ni kutuma vikosi, kwamba kuna mtu amezaliwa au kuna mtu atazaliwa, akisheni yule mtu ana nyota kubwa ya biashara, ana nyota kubwa ya siasa, akisheni hiyo nyota imekuja kwangu, anatuma vikosi. Kuna mtu anaenda kuzaliwa, atakuwa mchungaji mkubwa, kwa hakikisheni anaangalia kwenye huo mkoa au hilo eneo la huo mkoa, hakikisheni mwende mara moja, huyu mtoto mumpige magonjwa,
ili ile huduma isije kuwa ndani yake. Au kama mtampiga magonjwa, mumuue kabisa. Kama mtamuua, anatuma vikosi, nendeni mkafarakanishe familia yake. Ndio nashangaa mtoto anazaliwa, baba na mama mnatengana, ili msilee yule mtoto katika mazingira mazuri, ili yule mtoto asije akakua katika mapenzi ya kimungu, ili ile huduma ndani yake iweze kustahili. Hii ni kazi ya mkuu wa anga. Huyu mkuu wa anga ndio anatoa makafara yote kwenye ile anga, ndio huwa anaachilia zile roho. Unaweza ukaangalia anaachilia roho, ili ujue mkuu wa anga wa eneo kwamba ni mkuu wa anga wa namna gani. Utaona wale watu wa lile eneo kuna tabia wanakuwa nazo. Anaweza akaachilia tu roho za ulevi kwenye anga. Maeneo mengine ukafika, wanaachilia roho za uzinzi, kuachana. Unashangaa mwanamke, mwanaume wanaachana, mmeenda mmependana vizuri, mmebebana vizuri, lakini mkafika eneo tu mnagombana, mnaachana. Huyu mkuu wa anga, kuna maeneo baadhi anaachilia roho za ujambazi, roho za wizi. Ni huyu mkuu wa anga. Huyu mkuu wa anga, kuna maeneo anaachilia roho za kuto kufanikiwa, kukataliwa. Kwa unajikuta maisha mwanadamu kama una Yesu huwezi shinda. Maisha mwanadamu kama una Yesu huwezi fanikiwa. Lakini huyu mkuu wa anga anaweza kuachilia tu roho tu za mauti. Ni yeye tu amesimama kwenye anga, anaachilia tu roho za mauti. Tunamhitaji Yesu hasa katika nyakati tulizo nazo. Japo kwamba una elimu yako, msomi, una kazi yako nzuri, lakini pasipokuwa na Yesu huwezi kusimama mbele ya huyu mkuu wa anga. Ametoa maagano mengi ya damu, lakini pamoja huyu mkuu wa anga anaua watu, anaharibu maisha ya watu. Huyu mkuu wa anga ni kitu gani? Anafanya nini? Nataka tuchambue eneo moja mpaka lingine uweze kumfahamu. Mkuu wa anga huyu kazi yake kubwa ni kukaa kwenye anga, anahatamia kwenye anga. Wajaribu kutaka kuomba, wanakuzuia kwenye anga. Lakini mkuu wa anga, wajaribu kutaka kufunga, wanakuzuia kwenye anga. Na asilimia kubwa huyu ndiye anayeteka baraka za watakatifu. Unapoomba, Mungu nipe gari, Mungu nipe gari, Mungu nipe nyumba, Mungu nipe hiki, unashangaa unapoomba, mkuu wa anga ndio anateka kwenye anga. Yaani wewe unaomba maombi hayo, naomba gari, Mungu anakupa. Naomba pesa, Mungu anakupa. Yeye ndio anazuia kwenye anga. Utashangaa tu baada ya maombi anakutendesha dhambi. Unafanya tukio fulani la dhambi, alafu zile baraka zako wanatega kwenye anga hapo juu, wanaziteka. Kumbuka, watu wengi wamekuwa wakitumikishwa na mkuu wa anga. Unaomba kitu lakini akitimii maishani mwako. Unaomba vitu havitokei maishani mwako. Huyu mkuu wa anga anateka baraka za watakatifu kwenye anga, anateka fedha za watakatifu kwenye anga. Asa unaweza ukasema hizi pesa anazoteka, labda magari yanayotekwa, baraka zinazotekwa, hizi ndo anawapa wale Freemason. Hizi ndizo anawapa wale Freemason au manabii wa uongo, au wale watu wanaokwenda kwenye madhabahu za giza. Hizi fedha ndio mkuu wa anga anawapa katika ulimwengu wa roho. Sasa katika anga hapo juu, ukisoma katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 10, maandiko nasema mpaka 12, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Alafu asema katika uwezo wa nguvu zake. Alafu asema mkivaa silaha
za kimungu mpate kushindana dhidi ya falme. Asa anapozungumza katika falme, mamlaka, hapa ndipo kuna ule utawala wa mkuu wa anga. Anafanya kazi kwenye anga, anazuia kwenye anga, anapinga kwenye anga. Ndio maana unaweza ukawa umeshinda mapepo ya chini chini, hawa majini mahaba ukawashinda, wachawi ukawashinda, lakini kwenye hilo anga ukawa ufanikiwi. Maana anasema kwenye anga hili huyu atatoboa, kwenye anga hili huyu mtu atainuka kuwa na maisha mazuri, kwenye anga hili huyu mtu atakuwa na kanisa, kwenye anga hili huyu mtu atajenga, kwenye anga hili huyu mtu atafanikiwa. Wanakuzuia kwenye anga. Pendwa, unanisikiliza, mtu wa Mungu uliye hai, baraka zako nyingi zimezuiliwa kwenye anga na huyu mkuu wa anga. Wakati mwingine unaomba, unaona kabisa una pesa. Wakati mwingine unaomba, unaona kabisa una mali, una vitu, lakini unazuia kwenye anga, huyu mkuu wa anga. Asa yukoje huyu mkuu wa anga? Nitafundisha hapo mbele zaidi kumchambua. Huyu mkuu wa anga ana kitu kinachoitwa vitu vifuatavyo. Cha kwanza nimekuambia, ndio mkubwa wa wachawi wote kwenye mkoa au hilo eneo unaloishi. Mkuu wa anga huwa apigwi ovyo ovyo. Ana kitu kinachoitwa kiti chake cha kiroho. Kile kiti kinachomsaidia kimebebwa sanamu ya mwanadamu, kina sanamu ya mtu kile kiti. Kwa hiyo unapoenda kupambana na mkuu wa anga, ili asikushambulie, ili asikupige, lazima uwe na maarifa yafuatayo. Ana kiti katika ulimwengu wa roho cha sanamu ya mwanadamu, lakini mkuu wa anga huyu, ambacho pia ana fimbo katika ulimwengu wa roho, ambayo ile fimbo alionayo mkuu wa anga imebeba mamlaka yake ya rohoni. Kwa hiyo pia mkuu wa anga ana kibuyu, nguvu yake iko kwenye kibuyu, na kile kibuyu alicho nacho kimejaa damu za watu. Maana yake sasa, kile kibuyu alicho nacho mkuu wa anga kimejaa damu za watu. Kwa hiyo nguvu ya mkuu wa anga iko kwenye kile kibuyu. Kwa unasema napambana mkuu wa anga, taka kumpiga, taka kumshambulia, taka kumteketeza, nguvu yake kubwa iko kwenye kile kibuyu, kimejaa damu za watu. Lakini mkuu wa anga ana kitu kinaitwa pembe. Ile pembe akiinua juu, mawasiliano ya kiroho. Kwa unaweza ukapambana na yeye, mukapiga. Wakati unapambana na yeye, unasema nampiga mkuu wa anga, huwa anainua ile pembe. Akiinua ile pembe, wachawi wote wa huo mtaa, wa huo mkoa, wanajua kabisa kuna vita. Fulani yuko anaomba, fulani yuko anaomba, fulani yuko anapambana na bosi wetu. Ndio maana unaona mtu anapambana mkuu wa anga, mara sauti inakwama, mara vichomi, mara hivi, kwa sababu ile pembe anapoinua, mawasiliano yake yamebebwa kwenye ile pembe. Kumbuka hii channel hii nimeleta kwa ajili ya kufundisha na maombi. Kumbuka hivi vitu unataka, Yesu amekaribia kurudi. Bila kuwanyoosha hawa huwezi toboa. Yesu amekaribia kurudi, bila kuwapiga hawa, bila chenga chenga huwezi toboa. Ndio maana ninanyooka ili uweze kutoka katika vifungo hivyo ulivyo navyo. Unaweza ukashiriki channel hii ukawapa watu wengine masomo haya na ukawafundisha, ili tujiandae tumpokee Yesu Kristo mawinguni. Mkuu wa anga pamoja ana pembe ambayo ni mawasiliano yake ya rohoni, lakini mkuu wa anga
ana madhabahu yake kubwa katika hilo eneo anakoishi, na asilimia kubwa ya madhabahu ya mkuu wa anga inakuwa katikati ya mji au katikati ya eneo analoishi. Anaweza kaweka mlimani au anaweza kaweka kwenye mto mkubwa au akaweka madhabahu kwenye eneo njia panda kubwa ya huo mkoa ambao kuna eneo tu ni maarufu, ndo anaweka madhabahu yake. Kuna somo nimefundisha madhabahu ya njia panda. Mojawapo madhabahu ya mkuu wa anga ni madhabahu ya njia panda. Unasema mtumishi, unaongea nini? Kwa unapoingia kuomba kupambana na mkuu wa anga, nitafundisha kitu cha kwanza kabla hujamshambulia mkuu wa anga, funga mawasiliano yake. Tafundisha hili somo, funga mawasiliano yake katika ulimwengu wa roho. Cha pili, baada ya kufunga mawasiliano yake, nitafundisha katika somo lijalo. Unaweza kupataje somo hili? Ni kwa njia ya kusubscribe channel hii ili upate somo hilo, namna kumpiga mkuu wa anga, silaha gani unaweza kuzitumia kumwangusha mkuu wa anga, ana nini cha kukiangusha katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki. Nifuatilie katika somo letu lijalo kwa kusubscribe channel hii. Tafadhali weka comment yako hapo chini, ni thamani sana. Tafadhali chukua somo hili, share na watu wengine. Bila kushinda hivi vitu huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo mkuu wa anga anaweza kuinua biashara yako kwenye anga au akaishusha biashara yako kwenye anga. Hao unaona manabii wa uongo wote huwa wanainuliwa kwenye anga na mkuu wa anga. Tafundisha hilo somo. Manabii wote wa uongo unaowaona wanafanya kazi na mkuu wa anga wa eneo. Ukisoma Yeremia sura ya 5 mstari wa 30, wanainuliwa kwa uwezo wa mkuu wa anga. Ule uwezo wa kutabiri nini wanapewa na mkuu wa anga, manabii wa uongo. Mungu akubariki. Endelea kunifuatilia katika chaneli yetu pendwa Apostle Katambi. Neema Kristo iwe juu yako katika jina la Yesu hai. Amen.